Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, leo ikiwa ni Januari 20, siku ya Jumanne. Mada ya leo inasema kupandikiza moyo au upasuaji wa moyo. Ni idadi kubwa inayoongezeka ya makampuni duniani kote yanayofanyia kazi teknolojia inayounganisha uwezo wa kuchakata wa kompyuta na ubongo wa binadamu. Kwa maneno mengine, kwa kuunganisha akili na kompyuta, wanasayansi wanatarajia kuathiri mawazo yetu kwa njia ya kompyuta. Ingawa kutumia kipandikizi pamoja na ubongo wa binadamu kunaweza kuleta matokeo chanya, ambayo ni pamoja na kusaidia kudhibiti kifafa, mfadhaiko na magonjwa ya kutetemeka au kukakamaa, ni rahisi kuelewa juu ya matumizi mabaya zaidi. Kutawala akili kunawezekana. Kwa njia fulani tayari iko hapa. Akili zetu ni kama kompyuta iliyo bora zaidi. Mtiririko wa habari wa kawaida ambao tunakutana nao kila siku unaratibu akili zetu, unaandaa mawazo yetu na kuongoza matendo yetu. Tunapotazama katika vyombo vya habari, namna ya kidunia ya kufikiri ya watu inaweka alama yake katika namna akili zetu, na tunaanza kufikiri vivyo hivyo. Ni kana kwamba akili za watu wengine zilipandikizwa au kuunganishwa katika akili zetu. Sisi kama Yesu tunapaswa kuwa na nia ya Roho. Warumi 8:6. Mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu, ambaye Paulo anamtofautisha na roho ya dunia. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 2 ya 11 na 12. Mwalimu wetu ni nani na tunajifunza nini? Somo wa Filipi sura ile ya 2 ya 5. Unadhani inamaanisha nini kuwa na nia ya Kristo? Hatimaye tunaweza kubadilisha akili zetu, lakini hatuwezi kubadilisha mioyo yetu. Mungu pekee ndiye awezaye. Roho Mtakatifu anataka kutufanyia upasuaji wa moyo akitumia upanga wa Roho wa Efeso 6:17. Neno la Mungu lililo hai na lenye nguvu, la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Waebrania 4:12. Ni kwa njia ya Roho Mtakatifu tu tunaweza kujijua wenyewe, kwa sababu kwa asili mioyo yetu wenyewe inatudanganya. Yeremia 17:9. Neno la Kiebrania linalotafsiriwa mdanganyifu, akov, linarejelea eneo lenye matuta linalofanya tujikwae. Kwa kuongezea, lina maana ya mawazo yenye hila, yaliyopinda na yaliyopotoka. Ni lazima tugeuzwe kwa kufanywa upya nia zetu ili tuweze kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Warumi 12:2. Kwa nini ni muhimu sana kwamba tufuate kile Paulo anachotuambia hapa? Hatimaye, ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwamo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Wafilipi 4:8. Hii ni siku ya Jumanne, mada ikisema kupandikiza moyo au upasuaji wa moyo. Mungu atubariki sote. Neema yake dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.